Mtazamaji wa Media Brains, karibu sana kwenye kipindi hiki cha Nyuma ya Pazia. Mimi naitwa Ben Mitimingi na tuko hapa kujadili masuala mbalimbali, yawe ni ya kisiasa ama ya kijamii, maisha kwa ujumla wake, yote ambayo yanatugusa. Na leo tunazungumza hoja nyingine ambayo imezungumzwa hivi karibuni kwenye Nyuma ya Pazia, kwa wale ambao huwa wanatembelea kwenye tovuti ya www.themediabrains.com. Pale Jesse Kwayu huwa anaandika, na wiki hii ameandika kuhusu ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwaka 2025 2030. Sasa CCM imekuwa madarakani kwa miongo kadhaa, na kila wakati inakuwa na ilani ambayo ndio unakuwa mwongozo wa yapi ambayo itatekeleza pale inapopewa ridhaa na wananchi kuweza kuiongoza nchi. Sasa yako mengi ambayo tutayazungumza hapa na Jesse Kwayu kwa sababu zifuatazo. Kwanza, yeye ni mwandishi mkongwe, kwa hiyo ilani nyingi za chama tawala amezishuhudia ama amezisoma, lakini si tu kusoma ilani, lakini ameona utekelezaji katika shughuli zake za uandishi wa habari. Ameona kulikuwa kuna ilani hii, yalifanyika haya, ikawa hivi, kwa kwenye ilani za awamu zote mpaka awamu hii. Kwa hiyo na mimi nitakuwa na mengi sana ya kujifunza hapa, lakini pia ya kufahamu uchambuzi wake utakuwa namna gani. Kwa wale ambao wameshapitia kule kwenye tovuti ya The Media Brains, yako ambao wameyafahamu, lakini hapa tutazungumza mengine kwa kina zaidi. Karibu sana tuwe pamoja. Nafasi yako ni kuchangia kwa kuachia ujumbe kwenye comment hapo, andika, alafu mimi nitausoma kwa wakati mwingine. Kwa hiyo endelea kukaa na sisi na nikukaribishe moja kwa moja tuzungumze hapa na Jesse Kwayu kuhusiana na ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Bwana Jesse, habari za leo? Tunashukuru Mungu. Tumeiona siku nyingine njema ya kwake. Ndio. Na afya njema. Tunapambana. Nianze na hoja ya kwanza. Ukitazama ilani ya CCM ya mwaka 2025 2030, ina tofauti gani? Kuna mambo gani ambayo unayaona ya kipekee zaidi tofauti na ilani zilizopita? Nikisema upekee nitakuwa ninapotosha kidogo, kwa sababu kama nilivyokuambia, CCM ndio wako madarakani wakati wote. Kwa mipango yote ya maendeleo inayofanyika ni mipango inayotokana na chama hicho. Serikali inatekeleza kama chama kilivyoagiza na kilivyoahidi kwenda kuomba kura. Kwa hiyo vitu vingi ni muendelezo yale ambayo tayari yashaanza siku nyingi. Nikutajia hapa baadhi ya maeneo ya miundombinu. Nikutajia mambo ya reli, mambo ya ujenzi wa barabara, madaraja, mambo ya kujenga uchumi jumuishi, na mle ndani ameongea vile vile habari ya ajira kwa vijana. Na ukisoma ilani iliyopita vile vile alikuwa anaongea habari ya ajira milioni kadhaa. Hii ilani ambayo inaishia mwaka huu sasa. Lakini vile vile unakumbuka kwamba mwaka huu ndio dira ya maendeleo ya miaka 25 inaisha. Ndio ambayo ilianza mwaka 2000. Kwa hiyo inaishia mwaka 2025. Na mwaka huu sasa ndo wako kwenye ile mchakato wa kumalizia dira ya maendeleo ambayo inakwenda mpaka mwaka ngapi? 2050. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yako yalikuwa kwenye mpango wa maendeleo wa miaka 25, na ulikuwa na ile maendeleo ya miaka 5 na kuna ile ambayo inakwenda kutekelezwa kwa vipande vya bajeti ya kila mwaka. Kwa hiyo ni muendelezo. Kwa hiyo miaka ile 25 huwa inavunjwa kwa miaka 5, inavunjwa kwa mwaka mmoja wa bajeti ya serikali. Kwa sababu bajeti ya serikali inapelekwa bungeni kila baada ya mwaka mmoja, mwaka wa fedha. Na ndio utekelezaji wenyewe, unaomba fedha, unaomba ruhusa ya kukusanya kodi, unaongeza kodi, unapunguza, unaongeza wigo wa kodi, kusanya mapato ili uweze kufanya nini? Kupata fedha kwa ajili ya maendeleo. Ya mwaka huu wanazungumza jambo moja ambalo nimelipenda niseme kwanza. Kwamba wanataka tufike mwisho wa kuuza nje bidhaa ghafi. Kutana na rasilimali ambazo tunazo. Kwa mfano, sisi tuna madini aina mbalimbali. Taratibu wa kupeleka madini ghafi nje hautupi wanasema ile ongezeko la thamani ya kitu. Kwa mfano, ukichimba Tanzanite pale Arusha Mererani. Ukiuza lile jiwe kama vile lilivyo utapata fedha.
nyingi tu, lakini utapata fedha nyingi zaidi lile jiwe lilikuwa kwa polished, katwa nini, na hiyo kuweka kiwanda cha kulikata, kulichakata, kulipiga nini na ukuliuze, utapata fedha nyingi zaidi. Lakini katikati hapa utakuwa umefanya vitu vingine vikubwa vya kiuchumi, utakuwa umetengeneza ajira kwa vijana na wataalamu wanaofanya mashughuli hizo, ndio, na nchi itakuwa imepata mapato zaidi kuliko ile tu mimi nimechimba ikaanza kama vilivyo hivyo. Vivyo hivyo hata mazao ya kilimo, si ndio? Nikipeleka mimi korosho ghafi India, ninapeleka ajira India. Korosho ina utaratibu wa kuchakata, si ndio? Viwanda vyake vile. Kuna shughuli nyingi pale. Na ile korosho yenyewe ile ganda lile ina bidhaa nyingine nyingi zinapatikana ndani. Kwa hiyo unapopeleka bidhaa ghafi nje, si tu unajipunja wewe ambao unazalisha bidhaa hizo au mazao hayo au madini hayo, bali pia unapunguza uwezekano na fursa wewe kutengeneza mapato mengi zaidi, lakini kikubwa zaidi kutengeneza ajira kwa watu wako na kuweza kuendeleza nchi yako vizuri zaidi. Kwa hiyo wamesema safari wanataka kwamba utaratibu wa kuuza vitu gafi hivyo sasa hiyo ni mwisho. Na juzi hapo tulipata kukutana na waziri wa madini, akaelezea mafanikio ya miaka 4 ya wizara yake, na ilizungumzwa hilo kama sasa eneo la madini wanataka madini ya dhahabu, madini gani, tuna madini mengi hapa, iwe ni mwisho kuuza ikiwa gafi vile. Kwa hiyo wamezungumza huko ndani kwenye ilani, na naamini yatafanywa kazi. Sasa shida inayokuja hapa kama nilivyosema mwanzoni, kwa kasi ipi? Kwa hiyo inaweza kati tatizo ni kasi, lakini kutekeleza lile itakuwa imsaidia vile vile, kwa sababu unaofahamu tuna utitiri wa vijana ambao wako mtaani hawana shughuli ya kufanya, kwa sababu ajira kidogo ni kizungumkuti. Kwa hiyo wakiweza kutengeneza utaratibu huo, maana yake tutakuwa tunapunguza ile nguvu kazi inayozagaa mitaani bila mpango. Na unajua vijana na nguvu, wasipofanya kazi watafanya vingine vya ajabu. Kwa hiyo itasaidia. Kwa hiyo nisema kwamba nimeona kuna jambo la maana ambalo limesemeka pale. Jambo jingine ambalo ndo nimezungumza mimi kwa muktadha wa makala yangu ya wiki hii, kwa sababu sikuweza kuzungumza ilani yote, nitakuwa ninasema uongo. Huwezi kuchambua ilani ya CCM kwa uchambuzi wa makala moja ya toleo moja. Utakuwa utendi haki. Utakuwa umedokoa. Kwa mimi nimeamua tu kujikita kwenye eneo moja la demokrasia na utawala bora. Ndio nimejikita pale kwa muktadha wa makala yangu ya nyuma pazia ya wiki hii. Na nikasema wamechukua kitu kimoja kinatokana, rais alipata kuunda tume ya haki jinai ilivyoongozwa na jaji mkuu mstaafu Chande, watakumbuka. Na ile iliundwa mwaka 2023 Januari kwa hivi, baada katoa ripoti yao rafiki kwenye mwezi wa 7 hivi mwaka 2023. Mle ndani kwenye ripoti ile, katika eneo la utawala bora, sisi wamesema wataenda kuchukua kitu kinachoitwa utawala, inasema ni tunataka mabalozi zamani, nyumba 10 zile, kujengea utaratibu wa kisheria. Sasa inasema inafita sasa katika masuala ya usalama na kutambuana. Nasema wewe kama ni jambo kujenga utawala bora na kusaidia kuimarisha hiyo, ni jambo jema. Vile vile wamechukua ili kiacha labda sio la Chande hasa, lakini nilipo kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Nikasema ni mambo mazuri ambayo yatasaidia kujenga nchi vizuri, hasa ile la katiba. Lakini nikasema pamoja na kuchukua mambo haya ambayo yametoka kwenye ile ambayo yametaja kwamba kulikuwa na hiki kiporo cha muda mrefu cha miaka 11 na kitu sasa juu ya katiba mpya, na haya ambayo ya mambo ya nyumba 10 imejengea utaratibu wa kisheria. Sasa kama utaratibu wa kisheria, kama sasa serikali itakuwa inaanzia ngazi hile, kwa sababu tunafahamu kama mchakato wa serikali yetu tunaanza kuitambua serikali kuanzia eneo la mtaa. Ndio kuna mwenyekiti wa mtaa na mtendaji ambao ndio serikali inaanzia pale, ndio. Na ukienda kule benki au kule mahakamani, ukitaka kumdhamini mtu kama una kitambulisho unachoweka, anakuambia leta serikali, leta barua. Hata kule benki leta barua ya utambulisho kutoka kwa serikali ya mtaa. Kwa hiyo serikali inaanza kutambuliwa pale kwa mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wake. Sasa kama unataka kushusha tena mpaka kwenye nafasi ile ya nyumba 10,
labda sijui, labda tusubiri taratibu wa kisheria ilivyokuwa. Kama watauweka kitaratibu wa kisheria, serikali ishike mpaka pale, tusubiri tuone. Lakini kama ni kutambua na kujenga utaratibu wa utawala, si jambo baya. Lakini iwe ni sehemu ambayo sio ya chama fulani, ni ya kiserikali, ambayo haina rangi, ni serikali, na serikali ni serikali, kila mmoja aliyo katika nchi hiyo. Kwa hiyo nimeliona. Lakini nikasema kuna eneo kubwa sana ambalo ile tume ya haki jinai ambayo iliundwa kwa ajili ya kumsaidia rais aweze kupata mawazo jinsi ya kuboresha masuala ya haki jinai, juu ya mfumo na utendaji wa jeshi la polisi. Ukisoma ile ripoti, kuna mapendekezo mahususi juu ya nini kifanyike kubadilisha jeshi letu la polisi, kutoka kuwa jeshi la polisi la kutumia mabavu kuwa jeshi la polisi la kuhudumia wananchi. Na wamesema kubadilisha mitaala yao, kubadilisha hiyo dhana nzima hiyo, kubadilisha fikra, wajue kwamba kumbe wao ni kuhudumia wananchi, kuliko ilivyo sasa hivi, ambapo mara nyingi kumekuwa na malalamiko mengi ya kweli. Polisi wanafanya vitu ambavyo kwa kweli vinakiuka haki za watu wengi, raia wasiokuwa na hatia, watuhumiwa, kubambikiza tu makesi na vitu kama hivyo. Juzi umeona hapa kulikuwa na kesi na mahakamani pale. Hii kesi inaenda mahakamani ambayo imeanza kuonyeshwa kwa mitandao. Mbona watu wanapigwa pale? Yaani mtu yuko pale tu, hana shida yoyote na mtu, anapigwa na magogo yale, anasukumwa. Sasa wanasema kwa lugha ya kuazima, ile brutality ya polisi inasikitisha sana. Kwa hiyo sijui ni kwa nini hawakuchukua yale, nasema kama wanataka kuyafanyia kazi angalau kwa miaka hii 5, kubadilisha fikra za jeshi la polisi, kujibadilisha muundo wake, kubadilisha katika mitaala yake wanayofundishwa habari ya ulinzi wa raia na mali zao. Ilivyo kuna shida kubwa. Sasa sijaona, ndio maana nikasema pale tumeisikia ilani, lakini hayatoshi. Nilivyosema hayatoshi, nilikuwa hasa nalenga sana kuona kwamba eneo hili hapa limekuwa na malalamiko mengi, mpaka limeondoa haki jinai, na wamesema na ni tume ya rais. Nasema jamani, kwa nini tunashindwa kuchukua vitu hivi? Kwa hiyo hilo ndio ambalo limenisukuma, nikasema jamani, hebu tuangalie, kuna jambo la kufanya kazi hapa, tujenge ustawi wa nchi yetu. Sawa. Maeneo mawili. La kwanza, mchakato wa katiba mpya, kufufua. Maana ni kama ulitulizwa almost miaka 11, sio? Lakini jambo la demokrasia na utawala bora. Na tamani kupata mtazamo wako wewe binafsi. Tukianza na swala la katiba, ambalo kimsingi katiba ndio sheria mama. Mengi ambayo wewe umeshuhudia ama kusikia yakilalamikiwa, hasa kwenye eneo kwa mfano la matumizi ya nguvu, watu kukiuka mambo fulani fulani, kuwatendea watu isivyo sawa, unadhani ni sheria kukosa meno au watu kukosa kuwajibika? Kwa sababu kwa mfano mtu anapomshambulia mwingine, bila shaka ziko sheria ambazo ziko wazi, mtenda kosa anatakiwa shughulikiwe kwa namna gani. Unadhani tunakwama kwenye sheria au tunakwama kwenye usimamizi wa sheria? Na unadhani kwa kufanya marekebisho labda mfano kwenye katiba kutasaidia kurekebisha kwenye tatizo la usimamizi wa sheria? Ni vyote. Kwanza kuna upungufu mkubwa wa kisheria, lakini vile vile kuna utashi wa mtu mmoja mmoja kwa nafasi alizokabidhiwa. Nitafafanua kidogo. Ukishasema ni police force, unapiga mstari force, mabavu zaidi, nguvu zaidi. Lakini ile mipaka na haki za raia, ndio kulinda raia na mali zao, ndio raia na mali zao. Sasa kulinda raia, ukipiga mstari wa force, unaleta dhana nyingine ya mabavu zaidi kuliko kusaidia kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo tunaposema labda upate watu ambao wamekaa kule ambao mioyo yao ina hofu ya kuonea watu. Yaani kama hana mioyo yenye hofu ya kuonea watu,
watafanya vitu vya ajabu tu. Nitakupa mfano miwili mdogo. Katiba hii tunayotumia sasa hivi ya mwaka 77 ndio katiba ambayo alitawala na Mwalimu Nyerere. Katiba hii hiyo ambayo alitawala Mzee Mwinyi. Katiba hii ambayo alitawala nayo Rais Mkapa. Katiba hii ambayo alitawala nayo Rais Jakaya Kikwete. Katiba hii ambayo alitawala nayo Rais Magufuli. Na katiba hii ambayo alitawala nayo Rais Samia. Watu hawa sita ukiweka pale uanze kuchambua tawala zao hazifanani. Na katiba ni moja. Kwa sababu nyingine vile vile utashi wa mtu binafsi vile vile unachangia sana mambo kuwa mabaya au kuwa mazuri. Wengine wana silka ya kutokuwa na uvumilivu. Wengine wanapenda mazungumzo. Wengine wana hofu ya Mungu. Wengine ni wakatili tu. Sasa ukiwa na mazingira ambayo sheria haziwabani watu wasifanye ukatili kwa mfano. Wasiumize watu kwa mfano. Watawaumiza, watafanya ukatili na una cha kufanya kwa sababu sheria inapa nafasi hiyo. Kwa hiyo ningefikiria utaratibu wa kisheria ni muhimu sana kwa ajili ya kujenga ustawi wa nchi yetu. Ni muhimu. Kwa hiyo sitakuwa na mashaka kabisa kwa kwamba taratibu za kisheria ni za umuhimu wa kipekee katika kuendesha nchi. Kwa sababu ndio uhakika unapokiuka uulizwe wewe. Na ndio maana hasa halisi ya watu wanapochaguliwa kwenye mamlaka ya dola, wao wanakula viapo vya kulinda, kutii sheria, kulinda katiba, kuzifuata. Ili nini? Ili watu wasikiuki, ili watu wasiendeshe vitu kwa kufikiri kwao, si binadamu bwana. Unajua? Leo unaweza kaunga vibaya na maasira yako, kwa tena tu vibaya sio. Hali kama sheria zinakuzuia huwezi kutenda, si ndio? Kwa hiyo tunafikiri kwamba taratibu hizo za sheria ni muhimu. Kwa hiyo katiba kwa kweli hata kama tukisema namna gani, miaka 77 ni miaka mingapi imepita bwana? Miaka mingi. Na kumbuka katiba hiyo ilijengwa katika mazingira ya chama kimoja. Kwa kuna mambo mengi makubwa sana yamebadilika. Ya mambo ya kisiasa yamebadilika, yamekuwa na nchi ya vyama vingi. Lakini vile dunia imebadilika sana, hii dunia tunaoishi leo tofauti na miaka ya zamani, si ndio? Vitu vingi sana vimebadilika. Sasa kungangana tuko na katiba ile ambayo imejifunga pale mwaka 77 hautendi haki si tu kwa ambao wanaidai, hata waliokaa kwenye ofisi za umma. Kuna vitu vingine ambavyo vinawashinda kufanya vile vile, si ndio? Katiba ni makubaliano ya nchi wanavyoamua kujiendesha mambo yao, si ndio? Kwa hiyo kila mtu katika nchi ana haki kwenye ile katiba. Kwa hiyo kama haijakaa sawa itakuwa kuna shida fulani. Sawa. Katiba itatusaidia mambo mengi ikiwemo kuondoa ukinzani wa kisheria. Tunafahamu ziko baadhi ya sheria huku inaruhusu huyu akamatwe, pande mwingine inakataa. Katiba ni ile ile, sheria ni za kwetu. Huku ukinzani mwingi kulingana na mazingira unatuwekea changamoto, ikiwemo hata kwenye mapambano ya issue za ndoa za utotoni. Kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo yako mengi ambayo yanatakiwa yafanyiwe mabadiliko. Tuzungumze kwenye eneo la uwajibikaji, kwa maana ya tayari ikafika wakati tukapata sheria. Ukiangalia hali ya uwajibikaji sasa hivi, kwa maana ukizingatia pia na eneo la usimamizi wa sheria, unafikiri tunakwama wapi? Wewe nitoe mfano mmoja. Kuna madereva wawili. Kuna magari mawili. Tuseme Toyota Land Cruiser V8. Madereva wawili ukiwakabidhi Land Cruiser mbili, kila mmoja ya kwake mpya, V8 Toyota Land Cruiser, naambia nataka mwenda Arusha. Jamaa hatafika muda mmoja. Hata kama tuondoka hapa pamoja. Na ndo dhana nzima ya unapoangalia mashindano ya magari kwa mfano. Kwa mfano yale ya langalanga nani anafanana, unafahamu? Inakuja mmoja anakuwa amewapita wenzake kiasi kile. Au wanariadha, ndio wanapokimbia mbio ndefu hata zile fupi. Huyu mmoja anazidi wenzake kwa nini? Wakati wote wameanza pamoja. Waanza pamoja. Kwa hiyo inawezekana sana pamoja na kuwa na sheria,
taratibu na kanuni, bado mtu binafsi ana nafasi kubwa sana katika vitu hivi. Utashi binafsi. Ndio utasikia mtu akwambia utashi. Huyu anani yeye kweli mtu huyu kumwangalia huyo. Huyu kweli atafanya hayo. Kwa hiyo inawezekana kwamba sheria zipo, lakini aliyekalia kitu wakati huo wala na mpango huo. Watu ambao wanafanya kazi katika ofisi mbalimbali za binafsi na za umma wana simulizi nyingi sana juu ya mabosi ambao wana tabia tu ya kukalia haki za watu. Kwa mfano, umeletewa faili la mtu ameomba kitu fulani, ukiangalia katika taratibu ya ajira yake ni haki yake, wewe faili unalikalia tu pale. Huamui, unaweka tu pale. Hujamnyima. Ndio? Hujamnyima kwa sababu kwamba ni haki yake, lakini hujasaini. Iko mezani kwako. Siku zinakwenda. Kuna watu zamani wakati ule wakaenda kuomba ruhusa za kusafiri Ikulu. Analia kwenye mkutano nje huko. Anakwenda kuomba kibali. Kibali kinatoka, ule mkutano ulishaisha siku nyingi. Sasa hapo ni nini? Ni sheria au ni utashi? Utashi. Kwa mtu anaweza kaa na haki fulani. Sheria inasema 1, 2, 3. Lakini yule ambaye amekaa kwa ajili ya kutekeleza ile sheria kuisimamia ana hiyo kasi ya kutekeleza hayo. Kwa watu wetu wenyewe lazima wafike mahali wabadilike kimtazamo. Na wajue dunia tunayoishi leo sio dunia ya mwaka ule 47. Ni dunia tofauti kabisa. Na wajue kwamba ukichelewa kufanya maamuzi fulani, usipofuata taratibu zinazotakiwa kwa fulani hivi, haumnyimi tu haki huyu. Kunakuwa na madhara mengine mengi juu ya wanaohusiana hicho kitu ambacho utakuwa umekosa. Ndio mfano mmoja wa mtu kuattend mkutano. Kibali kwenda kwenye mkutano, safari kinatoka baada ya mkutano umeisha. Sasa anaenda wapi? Na inaonekana ule mkutano ungekuwa na faida kwa kampuni yake, kwa nchi yake, kwa ofisi yake, kwa nchi kwa ujumla wake. Ingewezekana akaja na mawazo mazuri kwa ajili ya kusaidia vitu pale vikatokea. Kwa hiyo saa nyingine utashi binafsi unaleta impact kubwa sana. Mwalimu Nyerere alipata kuambia wabunge, katiba hii ya kwetu wakati anasema inampa mamlaka makubwa kiasi anaweza akawa dikteta. Yaani anajua kwamba nikitumia katiba ilivyo, bila hata kukosea chochote kile, naweza nikawa dikteta. Sasa akija mtu ambaye anataka udikteta, maana yake anakuwa amealign mle. Anafanya katiba lakini anafanya udikteta, na huwezi kumlaumu kwa sababu anafuata katiba. Kwa hiyo ndio maana kutengeneza mazingira ya kisheria, taratibu na kanuni ambayo wewe ukiwa umekalia kiti leo unafurahia na kesho haupo. Ufaida nimesema ni tabia ya binadamu kusahau kuna kesho. Unajua unaweza kukaa leo una raha sana mpaka unasahau kwamba kesho kutakuwa na mvua. Ukasahau mwavuli hapa, sio? Watu unatumia, si ndio? Unajua kwamba muda ambao watu wanatumia katika ofisi za kazi zao ya umma hata binafsi ni muda mfupi sana kuliko yule ambaye anakaa bila kuwa na ile nafasi. Sio, unafahamu hicho kitu? Muda anaokaa kwenye ofisi ile ni mchache zaidi kuliko ni mfupi. Ni mfupi kuliko muda ambao anakuwa yuko nje. Nipe mfano. Nchi hii kisheria unaweza kuwa rais kwa miaka 10. Lakini ukistaafu urais, Mungu akupa neema ya maisha, unaweza kukaa zaidi ya miaka 10. Na tumeona wakiishi zaidi ya miaka 10. Mzee Mwinyi tulimzika mwaka jana. Rais wa ngapi? Rais wa awamu ya pili. Kwa hiyo kamuona rais wa awamu ya 3, kamuona rais wa awamu ya 4, kamuona rais wa awamu ya 5, na kamuona rais wa awamu ya 6. Kwa hiyo ninaposema kwamba ni kweli watu wanakaa nje ya ofisi walizozikalia muda mrefu zaidi kuliko zile ambazo wanakaa kwenye zile ofisi. Ni dhahiri. Hapa amemwona Kikwete anamaliza madaraka yake miaka 10 kama ya kwake, akamwona Magufuli. Kikwete anamwona Magufuli anafanya miaka 5 na Samia anamaliza 5 kama ya kwake, na Mungu akimjalia afya njema ataona tena term ya pili ya Samia. Kwani zaidi ya miaka 10 ambayo kama kwenye ofisi, sio? Sawa. Na nimalize kitu kingine, lakini vile vile hapa naongea nafasi za juu sana. Lakini hata shuka chini. Unaona ajiriwa kwenye ofisi ya umma kama mkurugenzi.
Unafuta kama miaka mingapi pale? Ukitembelea mifuko ya hifadhi ya jamii hawa NSSF na PSSSF watakwambia yamkini watu siku hizi wanaishi sana baada ya kustaafu. Maana ni nini? Wana muda mrefu wa kuishi baada ya kutoka zile ofisi. Wanafunza kwa mezikalia. Mtu alistaafu na miaka kwa mujibu wa sheria miaka 60. Unaona watu wanakufa miaka 90. Kwa hiyo kama miaka mingapi? 80. Sasa na ule muda ambao alisema kwenye keri yake yote. Kwa hiyo tunaposema tujenge mazingira ambayo tunakuwa salama tukiwa ndani na tukiwa nje, ni hayo. Kwamba leo kama hauko nafasi wewe au kwenye nafasi wewe ushaanza kuanza nitapata connection vipi jamaa niletee maji hapa kwangu. Maji yanakuja tu kwa sababu wewe upo katika nchi yako. Umeme wewe unakuja tu. Si ndio? Barabara zote zinapitika tu. Huko madarakani huko madarakani, si ndio? Haki zako ukienda mahakamani kama una jambo umeshtaki, hukumu ipatikane kwa wakati wake na haki tendeke, si ndio? Sio kwa sababu mimi ni fulani nitawapendelewa. Kwa sababu kupendelewa ni kwa nafasi tu. Sawa. Mabadiliko ya katiba jambo la kitaalamu. Masuala ya uwajibikaji ni utashi. Lakini mlengwa mkubwa hapa ni raia wa Tanzania wa ngazi yoyote. Na tunapozungumza masuala ya ilani inatolewa ili kila mtu apate kuisoma, afahamu hawa wanataka kusema nini, wanapanga kufanya nini. Kwa muda wote ambao umekuwa ukifanya kazi ya uandishi wa habari, unafikiri uelewa wa watu na kuona umuhimu wa kuzisoma hizi ilani za vyama vya siasa ikoje? Watu wana shauku za kuzifuatilia ama wanasema tutawasikiliza bwana? Tuna tatizo kubwa la kimsingi kama taifa la usomaji. Si watu wote wa nchi wanapenda kusoma. Wengi hawapendi kusoma. Wengi wanapenda kuhadithiwa, kuambiwa. Lakini wenyewe kuchukua juhudi, hatua, achukue, apekue, asema hapa nasema hivi, wachache sana. Tena kadri tunavyosonga mbele, idadi ya wanaothubutu kupekua vitabu inapungua sana. Sana. Na mazingira hayo ni mazingira ya hatari sana. Kwa sababu utakuwa hujui haki zako, hata kama zimeandikwa mahali zipo, kwa sababu hujishughulishi nazo. Utaumizwa sana haki zako, utadhulumiwa sana kwa sababu wewe mwenyewe haujisumbui kutambua na kujua zilipo. Kwa hiyo ilani hizi ni kujibu swali lako, wanaozisoma ni wachache mno. Sina takwimu, lakini nataka kukuambia ukienda kwenye mkutano wa hadhara uliojaa watu labda 2000, kama wako waliosoma ile ilani pale, ni wale ambao wamepanda pale jukwani, anazungumza, amesoma kitu fulani hivi ili akakitafutie kura. Lakini huku walio wengi kama sio wote, ndugu yangu, huwa hawasomi. Na haiwasumbui kabisa. Na hiyo ni shida kubwa ya kitaifa sisi kama nchi. Watu kutokupenda kusoma, kutokupenda kutafuta, kutokupenda kudadisi, kukaa hivi unataka kuhadithiwa. Ukitaka kupata follower, tafuta kijiwe chako, kaa pale na washikaji, alafu anza kuhadithia. Kila siku itajaa kile kijiwe. Story. Jamani sema. Lakini yeye hata kama ana taratibu, siku hizi maarifa, nimekwambia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 iko nakala laini, soft copy inapatikana kwenye mitandao. Kwenye mitandao ipo imezagaa kule. Lakini nitakwambia watu hawana interest ya kusoma. Hata kama kule unaongea habari ya ajira kwa vijana, unaongea habari ya kujenga reli hii, usalama, nakwambia hivi, mtu asome hivi, kuna zote hizi hapa, anasoma. Watu wataangalia kwenye vitu hivyo, vitu vya ovyo tu, vitu ambavyo haviwajengi. Ndio tuko hivyo. Sasa sisi kama taifa tuna shida ya kujenga kizazi kinachopaswa kutafuta maarifa, kusoma. Na hii utaratibu unaweza kuanzia watu wanakuwa shuleni.
iwe ni utaratibu wa kuja kutoka shuleni. Vinginevyo ukisafiri nchi hii, kama unasafiri sasa hivi, nimetoa taarifa hapa kwamba sasa tuna treni usafiri uliotulia sana, wa kustarehe sana. Ukiwa kwenye treni hakuna kutikiswa. Hii treni ya SGR, si ndio? Lakini nikwambie, pita behewa kwa behewa. Kama ni safari hapa mpaka Dodoma ambayo ni safari ya kama saa 3 na kitu, saa 4 saa nyingine, si ndio? Pita kwenye mabehewa pale, katika abiria wanasafiri pale, abiria karibia wengi, mamia mengi pale, wanamwanga kweli kweli. Upite na unahesabu nani ameshika kitabu. Unaweza ukashangaa. Hata zile siku hizi wana magazeti yao, majarida kwenye treni wanaweka pale. Unakuta mezani. Na ile ni free copy ya kusoma, unaweza ukaichukua. Mimi nimesafiri juzi kutoka Dodoma, nikuta moja iko pale juu ya meza pale. Nilipokua nikaangalia, lakini kuna wenzangu tumekaa hapo, kwa sababu watu tunakaa ile meza, tunakaa watu kwenye economy, tunakaa watu watatu, si ndio? Yaani pale kama umekaa pale economy, maana yako 6 sio pale. Yaani hata mtu hajafungua. Ukitaka kuficha hela yako, kwenye kitabu. Hamna mtu atashuka. Hapo nyumbani kwako unaondoka? Kwenye kitabu, acha hapo mezani, enda zako. Utaikuta salama kabisa, salama salimini. Sawa, umesema ni kama naweza kutafsiri kama ugonjwa wa taifa hivi, watu kutokupenda kusoma na kabisa. Na hilo halitugharimu tu kwenye masuala ya kisiasa, hata kwenye masuala ya kisheria. Pengine mtu anaweza kuonewa kisheria kwa sababu yeye mwenyewe hajui kama hilo jambo ana haki nalo na anapaswa kufuata hatua zipi. Na kutokujua kwake sheria hakuzuii pale akifanya kosa akaachiwa. Tukielekea kuhitimisha, vyombo vya habari vina jukumu la kuhabarisha lakini pia kuelimisha. Iwe kwa mtindo wa kiburudani au kwa namna yoyote, lakini ina jukumu hilo. Kama raia hawana utamaduni wa kusoma, wanapenda masimulizi, basi vyombo vya habari vinaweza vikatumia mtindo wa usimulizi kuweza kufikisha ujumbe kwa jamii. Nataka kufahamu nafasi ya vyombo vya habari kwa wewe unavyotazama kwenye masuala ya uchambuzi wa ilani za vyama mbalimbali vya siasa, kwamba jamani, chama A kina mjadala huu, kinataka kusema hivi, kwenye ilani yake imeainisha 1, 2, 3 itakuwa hivi na vile na vile na vile. Ili hata kama mtu hakwenda basi kwenye mkutano, ambako pia kwenye mkutano haichambuliwi ilani yote, yanabebwa mambo machache, kupitia vyombo vya habari watu wazichambue hizo ilani za vyama mbalimbali, kuwapa nafasi wananchi wenye kupenda kusikia kuliko kusoma, na wao wapate kitu. Unaona nafasi ya vyombo vya habari kufanya hivyo iko kwa kiasi gani? Kwanza ni kuambia kitu moja Eben. Hakuna chombo chochote cha habari ambacho kimezuiwa kufanya chambuzi mbalimbali za ilani. Na kama nilivyosema, ni wajibu wao muhimu kabisa wa kufanya uchambuzi huo ili umma ujue. Na hiyo ni elimu kwa umma. Ni wajibu wa chombo cha habari. Tatizo ndugu yangu unalokuja, wako tayari kufanya? Au na wenyewe wanataka waambiwe? Unajua tunaposema unajua jamii tunaposema jamii ni pamoja na waandishi wao wa habari. Tunao jamii ya Tanzania, hatuzungumzi tu kwamba watu fulani, ni Watanzania wote, waandishi wa habari, wafanyabiashara, wajasiriamali, watu wenye elimu hiyo, au ndio jamii ya Kitanzania. Sasa kama jamii hii haitaki maandiko, haitaki maandishi, wao nafikiri waandishi wa habari wengine wanatoka na jamii. Ndio kizazi iko. Ndio hicho. Yaani hata wao wanataka vitu vyepesi, visimulizi vyepesi, wanataka Yanga na Simba kidogo hivi. Nitakupiga muziki kidogo hivi, vitu kama hivyo. Ukifungua redio toka asubuhi mpaka jioni, show wangu, utachoka, utasikiza habari ya muziki na mchezo. Wana uwezo mkubwa kweli kweli. Mtu anakutajia first 11 ya timu ya wapi huko Puerto Rico hadi wapi, yani bali huko anafahamu kikosi kizima, anakumbuka na matukio kadhaa, ile golikipa alishafuta penalty ngapi. Wana taarifa mbalimbali za kuburudisha. Lakini yale mambo mengine magumu ya nchi kwa ajili ya kujenga nchi, ni changamoto. Maarifa hayo wanatumia kutafuta taarifa hizo za burudani namna hiyo, ambapo nawapongeza kweli, wanafanya sana. Wahamishe vile vile katika mambo mengine kwa ajili ya kujenga ustawi.
ustawi wa nchi yetu. Kama ilani imetoka hapa sasa hivi, toka tarehe ngapi ilikuwa ile, tuko Dodoma mpaka leo uchambuzi umefanyika, na nakwambia hautafanyika. Sawa, ujumbe wako wa mwisho kwa mtazamaji unamwambia nini? Mimi nasema Watanzania tujibidishe kutafuta maarifa haya. Kama chama cha Mapinduzi kimetoa ilani yake ya uchaguzi ambayo ndo inakwenda nayo kuomba kura, na wewe Mtanzania unapiga kura, utakuwa hujatenda haki kutaka kupiga kura bila kujua hiki chama kinachoniomba kura kinataka kufanya nini kwa miaka 5 ijayo, ili uweze kumuuliza. Kumbuka hii ndio watatumia madiwani, wabunge na nafasi ya rais kuomba kura. Kwa hiyo katika eneo lako unaokaa wewe, ilani hii imekupitia kiasi gani? Na unaweza kumuuliza mgombea wako, wewe kwa ilani hii ni kitu gani anafanya katika eneo lako, eneo la mtaani kwako, eneo la kata yako, eneo la jimbo lako la uchaguzi, na nchi kwa ujumla. Kwa sababu bila kujua haya, sasa hao tutawauliza vipi baada ya miaka 5 au wakati wako kwenye ofisi alishachagua, tutawauliza vipi? Kwa hiyo nafikiri ni wajibu wa kila Mtanzania mwenye kujua kusoma na kuandika. Na tunaambia sifa ya kuchaguliwa kuwa kiongozi katika nchi na ubunge kwa mfano udiwani ni kusoma na kuandika. Tusome, tuwaulize, bwana, hivi huduma ya maji hapa kwetu itakuwaje? Hivi barabara ya kuja kwetu hii itakuwaje? Si ndio? Hivi hayo elimu kwa vijana wetu itakuwaje? Si ndio? Kwa bila kusoma utakuwa na maswali ya kuuliza mgombea na utapiga kura tu kama ushahidi, lakini wewe ni kama ni bendera fuata upepo. Sawa. Mimi nakushukuru sana. Bila shaka tutapata nafasi wakati mwingine kuweza kuyazungumza, kuchambua vitu mbali. Inawezekana kuna chama kingine tutachambua ilani yake kwa nafasi yake na mambo mengine kadha wa kadha. Nikushukuru sana. Nakushukuru sana Ben, karibu siku nyingine. Sawa, asante. Mtazamaji, tumehitimisha kwa namna hiyo nyuma ya pazia kwa wiki hii. Mimi naitwa Ben Mitimingi, nilikuwa na Jesse Kwali. Tumezungumza habari za uchambuzi wa ilani za vyama vya siasa, lakini tukiangazia zaidi ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imezinduliwa hivi karibuni, mambo yaliyozungumzwa kule, nafasi ya kutekelezeka, lakini tumejadili ilani za nyuma ukifananisha na hii na utekelezaji wake unaweza kuwa wa namna gani. Umetajwa utashi. Kweli kunaweza kuwa na sheria, kunaweza kuwa na taratibu, lakini utashi wa mtu binafsi utakuwa namna gani? Yote hayo tumeyazungumza hapa. Tusome ilani za vyama mbalimbali ili wagombea wakija basi tuwaulize kupitia ilani za vyama vyao. Ninaitwa Ben Mitimingi, mpaka wakati mwingine.